Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Profesa Abraham Kithure Kindiki, waheshimiwa mawaziri, makatibu, gavana wetu wa Meru, waheshimiwa wabunge, MCAs, wakulima wa Meru Dairy, hamjambo. Hamjambo tena. Mogeni kairi. Bwana Yesu asifiwe. Maziwa, pesa. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione watu wa Meru. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi ya kufika hapa Meru kwa siku nyingine tena. Nataka niwapongeze mwenyekiti wa board ya Meru Dairy na huyu Bwana Gitonga Kenneth ambaye ni CEO wetu. Na zaidi niwapongeze wakulima wa Meru Dairy. Wakati nilikuwa hapa mwaka uliopita, Meru Dairy ilikuwa namba 2 kwa Kenya kwa mambo ya maziwa. Na niliwaeleza wakati huo ya kwamba munaweza kuwa nambari 1. Leo mimi nafurahi kwamba nimekuja Meru mwaka huu tarehe ya leo, wakati Meru Dairy imekuwa dairy namba 1 processor katika taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia pongezi sana. Na kwa sababu ya bidii yenu, mimi nataka niwaeleze ya kwamba mimi nimefika hapa kwa mwaliko wenu, na sio kwa sababu nimepotea njia ama nimekosa kazi. Nimekuja hapa makusudi ili niwatie moyo ya kwamba mnafanya kazi mzuri na serikali ya Kenya itasimama pamoja na nyinyi. Nyinyi mulinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na muliniambia mambo kadhaa mnataka irekebishwe, na mnataka mambo fulani ifanywe ili watu wa Kenya maisha yao ibadilike. Muliniambia kwanza tupange mambo ya uchumi. Mukanieleza tupange mambo ya kilimo vizuri. Mukanieleza tupange mambo ya masomo ya watoto wetu vizuri. Mukanieleza tupange mambo ya afya vizuri. Na mkanieleza ya kwamba tupange nafasi ya ajira ya vijana wetu katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na mimi niko na report ya hiyo kazi mlinipatia. Kwanza, mliniambia ya kwamba mnataka mambo ya elimu ya watoto wetu ishughulikiwe vilivyo. Pale tulikuwa na matatizo ya CBC. Watu hawakuelewa, wazazi hawakujua junior school itakuwa wapi, watoto program hiyo inaendelea namna gani. Tulikuwa na matatizo makubwa ya walimu. Tulikuwa na shida kubwa, madarasa mengi hayakutosha, na pia university zetu zilikuwa na matatizo ya pesa. Mimi nataka niwaeleze kufikia sasa walimu tumewaajiri 76,000 wapya. Kabla ya Januari tutakuwa tumeajiri walimu wengine 24,000, tujaze wawe 1,100. Pamoja na wabunge tumejenga madarasa 23,000 mpya, ndio kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Na vile vile
ile matatizo ilikuwa kwa university, tumeweka program mpya ya student centered model ya financing ya higher education. Leo university yetu wanaweza kusomesha watoto wetu, wanaweza kulipa lecturers, wanaweza kufanya kazi ile ingine yote ambayo inawahitaji, na masomo iko laini ya kwenda mbele kama taifa letu la Kenya. Na ni kwa sababu elimu ni muhimu, kwa sababu ndio inatupatia usawa kama taifa la Kenya. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakiwa wamepata elimu, na ndio sababu nimehakikisha ya kwamba pesa inapatikana ya kutosha kuajiri walimu, kuhakikisha kwamba watoto wanasoma na kuhakikisha kwamba universities zetu zinasonga mbele. Jambo la pili mlinieleza ni kwamba lazima vile vile tusimamie kilimo vizuri, na kilimo ituzalishie uchumi na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wetu. Mliniambia hamkuniambia? Si mlinieleza? Hatua ya kwanza tulisema kilimo haiwezi kwenda mbele kama gharama ya mambo ya pembejeo na fertilizer iko juu. Hatua yetu ya kwanza ilikuwa ni kupunguza gharama ya mbolea, na tukahakikisha kwamba kuna mbolea ya kutosha. Kufikia sasa mbolea tumepunguza ya kahawa, tumepunguza ya chai, tumepunguza ya ngano, tumepunguza ya mahindi, tumepunguza ya miwa, na tumehakikisha ya kwamba kila mkulima amesajiliwa, ndio kila mkulima aweze kupata mbolea yake, kwa sababu tunamtambua. Mwaka huu peke yake tumepatiana mbolea ama tumeuza kwa wakulima mbolea magunia milioni 6, na hiyo kazi inasonga mbele. Na vile vile tukasema value chains ya kilimo, KTDA inayoongozwa na Bwana Mudhaura kama CEO, pia tumewapatia pesa ya kupunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wa chai. Wakulima wa chai walikuwa wanalipa shilingi 5,500 kwa gunia moja. Sasa tumewapunguzia ni 2,500. Sababu hiyo ndio kilimo ya chai imeongeza mapato ya wakulima kutoka shilingi bilioni 140 in 2022. Mwaka uliopita tulifikisha bilioni 215. Pale kwa kahawa, mnajua, huyo Paranya anajua, pale kwa kahawa tulikuwa na watu wajeuri sana, walikuwa wameharibu biashara ya kahawa. Watu wachache, mtu mmoja ako na leseni, yeye ni mkulima, ako na leseni ya broker, ako na leseni ya mila, na yeye ndiye ananunua kahawa kule Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja anahangaisha wale wakulima wengine wote hapo katikati. Tukavunja hiyo cartel. Bei ya kahawa mnajua, ambayo ilikuwa karibu shilingi 65, wakulima wengi wa kahawa mwaka huu wamelipwa 100 kwa kilo, 110, 120, 140, mpaka wengine 150. Ni kweli si kweli? Na ni kwa sababu tumeweka usimamizi mzuri, tumeongeza mapato ya wakulima wetu wa kahawa, kwa sababu tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mkulima. Vile vile nyinyi ni wakulima ama wafugaji wa dairy. Katika sekta hii ya dairy nilisema ya kwamba tunataka mkulima, kwa sababu yeye ndio mtu wa muhimu katika mambo ya kuzalisha maziwa. Pale 2022 wakulima walikuwa wanapata 35 shillings, sehemu zingine 40 shillings. Tukasema tunataka kusukuma hii bei ifike 50 shillings.
mimi nataka nishukuru Meru Dairy. Wanalipa 53 shillings. Mkulima anapata 50, wale wengine hapo katikati processors na wengine wanapata shilingi 3. Na mimi nataka nimshukuru Bwana Gitonga na bodi yake, they are doing a wonderful job. Wapigie makofi hao watu. Wanawalipa shilingi 50 ama sio 50? Shilingi 50. So mimi nataka nikueleze Bwana Gitonga na timu yako, endelea kulipa wakulima hawa pesa ambayo inatoshana na jasho yao. Kenya sasa tumeongeza mapato ya maziwa kutoka bilioni 40 in 2022 tumefikisha bilioni 59 mwaka uliopita. So kilimo yetu ya maziwa inainuka. Mimi nilikuwa hapa 2023 na niliwaeleza ya kwamba kwa sababu mnafanya bidii, nilienda kwa factory yenu, nikapitia pale, nikaona mahali mnataka kujenga factory ya chakula. Na ni kwa sababu chakula ndio inachukua sehemu kubwa sana ya mapato ya mkulima. Almost 60% ya cost ya kuzalisha maziwa iko hapo kwa feed. Ni kweli ama si kweli? Na mlifikia vizuri, mkasema ili tuhakikishe ya kwamba tunapunguza gharama ya kuzalisha maziwa, lazima tushughulikie mambo ya chakula ya ng'ombe. Na ndio sababu niliwaunga mkono wakati mlisema mnataka kutengeneza factory ili muweze kutengeneza chakula yenu, na hiyo chakula muweze kuwa na hakikisho ya kwamba ni ya bei mzuri na ni ya quality mzuri. Ndio sababu kabla sijakuja hapa last year 2024, before I came here, huyu Gitonga alikuwa na milioni 100 tayari kutoka kwangu, 100 million before nifike hapa last year, sio mwaka huu, last year. Huyu bana alikuwa na hiyo pesa kwa account yake. Tunaelewana? Na mimi nawapongeza kwa sababu wamefanya kazi. Leo wamenipatia report ya kwamba tayari factory iko tayari kule ng'ambo, inangojea inspection ndio iletwe hapa. Ile mimi nawaeleza Bwana Gitonga na ndugu zako, hiyo factory vile umesema Disemba, mimi nataka nikikuja mwaka ujao tutapitia pale kwa factory nione ikifanya kazi na ikitengeneza chakula ya wakulima hawa. Ama mngetaka namna gani? Namna hiyo. Huyu Gitonga lakini ameniuliza ya kwamba bado kuna mahali imemlemea kidogo kwa hiyo mambo ya factory. Ameniambia inahitaji shilingi milioni 400, milioni 100 nilileta. Pongezi pia na nyinyi mmekusanya milioni 130. Pongezi. Sasa imebaki milioni 170 ndio tukamilishe hiyo mradi. Si ndio? Sijui tugawane katikati ama nyinyi ndio mlipe nyingi, mimi nilipe kidogo. Wanaona tukatane katikati? Lakini msinisukume sana. Sasa tugawane hivi. Mimi nataka tukubaliane. Sawa sawa? Mimi nitawaongezea shilingi milioni 100 ingine. Nasikia Bwana Gitonga? Watu ya ofisi yangu, wewe harakisha factory ikuje. Sawa sawa? Niende nipange ili mwezi ujao ama mwezi unaofuata nitakutumia shilingi milioni 100. Nataka hiyo factory umesema itakamilika by December, iwe imekamilika kwa December, kwa sababu umesikia hao wakulima wanalalamika gharama ya chakula iko juu. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo I will support you. Tunaelewana jameni?
Mimi nimezunguka hapa na kuzungumza na wakulima. Wakulima wamenieleza mambo manne ya muhimu. Wameniambia kwanza, bei ya chakula. Na mbali na msaada ambao tunatoa kama serikali kwenu, pia tumeamua kama serikali ya kwamba tutawaruhusu kampuni kama Meru Dairy waagize yellow maize, ile ambayo inatoshana na kuzalisha mambo ya chakula kutoka sehemu yote ikiwemo nje bila ya kulipa ushuru yeyote. So my friends, mjipange, kwa sababu sauti ya wakulima inasema tukipunguza gharama ya chakula, hao wakulima wataweka pesa zaidi katika mifugo yao. Kweli ama si kweli? Jambo la pili ambayo nimesikia kutoka kwa wakulima. Wakulima wamenieleza ya kwamba kuna matatizo ya magonjwa ya ng'ombe. Mastitis, foot and mouth disease, na lumpy skin. Mimi nataka niwaambie PS wangu wa mambo ya livestock yuko hapa. Tayari kama serikali tumefanya mpango mzuri, na kuanzia wiki ijayo waziri wetu wa kilimo na PS wake wataanzisha program ya kitaifa ya vaccination ya ng'ombe, na mimi nawaeleza wakuje waanze na hapa Meru, ndio tuwapunguzie mambo ya magonjwa, kwa sababu ng'ombe akiwa mgonjwa anapunguza maziwa, inakuwa ni gharama kwa mkulima na inaturudisha nyuma. Jambo la tatu ambayo nimesikia kutoka kwa wakulima ni mambo ya mbegu. Kwa sasa kama serikali tumesaidiana, mbegu inapatikana kwa shilingi 200. Alafu inaendelea inakuwa shilingi 250, 300. Ile mbegu ya kawaida. Lakini wakulima wamesema hiyo mbegu ya kawaida iko na karata ya pata potea sana. Kwa sababu mara unapata ndume, mara unapata kike. Ukipata ndume ni hasara. Ni kweli ama si kweli? Ili kuondoa karata ya pata potea, ili kuondoa guesswork kwa mambo ya kilimo, mumesema munataka mbegu ya sexed semen. Ile tunajua ukidunga kwa ng'ombe itakupatia ndama ambayo itakusaidia kwa maziwa katika siku zijazo. Nilikuwa hapa na niliwaeleza, ilikuwa shilingi 12,000, 8,000 huko. Tukasema kama serikali wacha tupunguze. Tukapunguza kutoka 8,000 mpaka shilingi 2,900. Lakini bado inafika kwa mkulima na shilingi 4,000, 5,000, 6,000. Ni kweli ama si kweli? So, na nimewasikiza wakulima kwa makini wakinieleza. Na jana niliongea na Wizara ya Kilimo, na leo mimi nataka nitangaze hivi ya kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, mwezi wa 7, hawa watu wa wizara waende wajipange. Kuanzia tarehe 1 mwezi ujao, Julai, tarehe 1 Julai, tunapunguza gharama ya sexed semen. Hiyo munanunua shilingi 4,000, tunapunguza mpaka shilingi 1,000. 1,000. Tunaelewana? Shilingi ngapi? 1,000. Sasa wewe bwana Kitonga, mimi niko na shida kidogo.
kwa sababu hata tukipunguza ikuje 1,000, sitaki tena nisikie mkulima amelipa shilingi 2,000. Hapana, hapana. Hata kama utaongeza pesa ya sijui nani hapo, isipite shilingi 1,400. Na unaweza kuongeza 400, 300 ama 400. Isipite hapo. Ama mnasemaje wakulima? Si ndio? Ndio ukiserve ng'ombe yako ujue uko na ndama ambayo ni ya quality ya juu, na hauwezi kuwa na guesswork ya kubahatisha kati ya ndume na ng'ombe kike. Tumekubaliana? Na sio kwa Meru Dairy peke yake. Hiyo program ya kupunguza sexed semen kutoka kwa serikali ya Kenya, kutoka hiyo bei ya 4,000 sijui 1,000 ngapi mpaka 1,000, ni kwa wakulima wetu wote wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu mpango yangu ni kuhakikisha kwamba tunaongeza mapato ambayo inafikia wakulima kupitia kwa mambo ya maziwa, kwa sababu vile mnaona Meru Dairy inalipa wakulima shilingi bilioni 1 kila mwezi. Utapata wapi biashara ya kulipa watu shilingi bilioni 1 kila mwezi? Inapatikana rahisi. So because you are putting money in the hands of thousands of farmers, as government, we are going to support this dairy sector. Chakula tupunguze, bei iwe sawasawa ya maziwa, na pia tupunguze mambo ya mbegu. Ndio wakulima badala ya kutumia mbegu, niliongea na jamaa mwingine hapo alikuwa anaitwa Mbavu. Akaniambia, unajua mimi nilitumia hii mbegu ya shilingi 200. Kwa sababu hapo mambo ilikuwa si mzuri sana na hiyo ingine iko juu sana. Sasa wewe Mbavu umesikia vile nimesema. Sasa kama wewe ni mkulima wa maziwa, sasa uko na nafasi ya kupatia ng'ombe yako sex semen. Sema hiyo from tarehe 1 1st of July. Na nyinyi wakulima, mimi nataka niwaulize, hata wewe mkulima ambaye umekuwa ukitumia mbegu ile ya 200, kama unataka kuwa na hakikisho ya kwamba utapata ndama ya maziwa, sasa hamia kwa sex semen, ndio wewe uendeleshe maisha yako na ufugaji wako wa kilimo ya maziwa. Tumeelewana? Watu wa Meru tumeelewana? Jambo la 4, wakulima walinieleza hapa. 4th thing, waliniambia, kwanza ni huyu Gitonga aliniambia maziwa inafika hapa ikiwa moto, kwa sababu haijawekwa milk cooler huko. Tayari tulishawapatia milk coolers 29 hapa Meru, na huyu Gitonga can confirm. Sasa ameniambia kwamba niongeze milk coolers zingine. Sawa sawa? Ndio maziwa yetu preservation, maziwa isiharibike kabla haijafika kwa factory. Ndio mumeona leo hapa tayari kama serikali tumenunua milk coolers 230 ambayo tutawapatia wakulima wetu wote wa Kenya. Hapa Meru tunawapatia bwana PS, mama hapo, huyu PS atahakikisha kwamba Meru Dairy mnapata milk coolers 15 zingine mwezi huu na mwezi ujao. Ya Meru tutawapatia tena milk coolers ya Tharaka Nithi 13, ya Embu 15, ya Kirinyaga 17, yote milk coolers 60 mutapata. Ndio tuhakikisha kwamba maziwa, kwa sababu huyu CEO amenieleza ya kwamba maziwa yenu inatoka hapa Meru, inatoka Tharaka Nithi, inatoka Embu, inatoka Kirinyaga. Na mimi nimeambiwa kwamba kuna wakulima kutoka hiyo sehemu yote. Ni kweli ama si kweli?
So hizo milk coolers tayari tumeshazinunua, they are being delivered. Ile kitu tunataka tukubaliane, na nimeeleza pia gavana wetu Bwana Isaac Mutuma ya kwamba tusaidiane na county government na watu wa Meru Dairy, ili tukilete milk cooler, hatutaki ikuje iwe ni sinema, tunataka ikuje isaidie wakulima. Kuwe kumejengwa mahali hiyo milk cooler itawekwa, kuwe na stima pale, na kuwe na management ambayo itasimamia, ndio iweze kuwa msaada kwa wakulima. Tunaelewana jameni? So mambo manne ambayo wakulima wa hapa waliniuliza: chakula, mbegu, milk coolers na vaccines. Haya mambo yote yalikuwa katika mpango yangu, kwa sababu mimi pia nikisimama hapa, mimi niko na ng'ombe na mimi ni mfugaji, na ile mnasema mimi naelewa. Kwa hivyo tunataka tushirikiane hivyo tukiwa pamoja. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tupanue kilimo, mbali na kusukuma mambo ya ufugaji, pia tuongeze mambo ya leather. Tuko na mpango kamili ya mambo ya leather. Tunajenga kiwanda kubwa sana ya mambo ya leather katika taifa letu la Kenya, kwa sababu tunataka wafugaji, mbali na kuuza maziwa, mbali na kuuza nyama, pia ngozi itupatie pesa, ndio tuweze kusukuma gurudumu yetu mbele. Hakuna haja ya sisi kuagiza viatu na leather products kutoka nchi za nje na tuko na ng'ombe yetu hapa. Hiyo viatu tuko naye, tutaanza kutengeneza na ngozi ya ng'ombe yetu hapa Kenya. Tunaelewana watu wa Meru? Mambo yale mengine ya maendeleo ya sehemu hii, mambo ya barabara, tumekubaliana na hawa viongozi. Mambo ya stima, nilikuwa hapa juzi. Maneno ya maji ni vile waziri wangu amesema. Maneno ya kahawa, waziri angewaambia pia tumetoa milioni 500 kununua mbegu mpya ya kusaidia wakulima wetu wa kahawa, ndio tuweze kusukuma gurudumu ya maendeleo ya Kenya mbele. Mimi nawauliza wakulima wa maziwa na wananchi wa hapa Meru, hiyo kazi mnafanya, hiyo kazi mnaamkia mapema, hiyo ndio kazi ambayo inajenga taifa letu la Kenya. Na sisi kama serikali tutakuwa pamoja na nyinyi, tutasimama imara pamoja na nyinyi, tuhakikishe ya kwamba yale tulisema kwa mambo ya kilimo tunayatimiza. Mbali na kazi tunafanya hapa, pia kule sehemu zingine, hata ile ya miwa ilikuwa inatusumbua sana. Kule pia tumenyorosha, tumefukuza wakora walikuwa wameteka nyara hiyo sekta, na sasa Kenya inaelekea kuwa net exporter wa sukari katika taifa letu. In the next 2 to 3 years, Kenya will be a net exporter of sugar. So tunataka kusimamia mambo haya, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize watu wa Meru, mnataka tuendelee kufanya kazi ama mnataka tuanze kufanya siasa? Fanye kazi, tusomeshe watoto, tupange hii kilimo, wakulima wapate pesa, ndio tusonge mbele. Hebu nione wala wanasema tuendelee na hiyo kazi. Tumeshakubaliana. Na mimi nataka niwaeleze, mimi nimekuwa kwa siasa siku mingi. Mnanielewa? Nimekuwa kwa hii siasa siku mingi. Na mimi vitisho, mimi siwezi kutishwa na mtu. Ati kutishwa? Hapana, watafute mtu mwingine. Ati na makelele. Ati tuaje kazi hii tunafanya, tuende kwa barabara. Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Meru. Si nyinyi na kura zenu ndio mlinifanya nikawa rais na tukaunda hii serikali pamoja?
Si kura yenu ndio iliunda hii serikali? Mnataka hii serikali iwafanyie kazi ama mnataka ifanyie watu wengine? Si wafanyie kazi. Na ndio sababu mimi nimesema yule ambaye yako tayari kufanya kazi, mimi nitafanya kazi na yeye. Yule ambaye anataka kuendelea na siasa, aende barabarani, aendelee na siasa. Si 2027 tutakutana na wao? Kwani ni mafundi kiasi gani? Wasituletee nani. Sijui kama tunaelewana. Porojo, propaganda tu. Sijui nini. Kasongo, sijui Ruto must go. Wewe. Watu hawana mpango. Ukiwauliza, wewe mpango yako kwa wakulima ni gani? Wanasema Kasongo. Wewe mpango ya watoto wetu kusoma ama kuendesha mambo ya stima ni gani? Ruto must go. Sasa mimi nawauliza, tutafuatana na watu wenye hawana mpango? Tuwache taratibu hii ambayo tunaelewa ikitoka hapa inaingia hapa. So mimi nawaeleza watu wa Meru, mimi nimeamua kama kiongozi wa taifa hii, tutapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tunataka tuhakikisha kwamba tunaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo, na tunawaunganisha Wakenya wote. Na ndio sababu tumesema wale hawataki kufanya kazi wanaweza kwenda kuendelea na porojo na propaganda na hiyo ingine. Huyu deputy wangu huyu Professor Kithure Kindiki, at least for the first time niko na mtu ambaye anaelewa kazi inaendelea namna gani na anasaidia kusukuma hiyo kazi. Sio mtu panganga tu sijui nini. Hapana, hiyo hapana. No. Mimi vile vile nataka niwaeleze kama viongozi wa Meru. Mimi nataka Meru hii watu wakae pamoja. Mimi nakazana kuunganisha Kenya. Huyu Oparanya hatukukuwa upande moja kwa siasa iliyopita. Ni kweli ama si kweli? Lakini kwa sababu ya umoja wa taifa letu la Kenya, na ili tuweze kupata nafasi mzuri ya umoja, ndio tuweze kusukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, umoja ni ya muhimu. Kwa sababu tunajua umoja ni nguvu, kujitenga ni udhaifu. Na ndio sababu mimi kama kiongozi wa taifa hii nitawaunganisha Wakenya wote, tuweze kutembea safari moja na tuweze kuhakikisha kwamba maendeleo inapatikana, kilimo inashughulikiwa, watoto wetu wanasoma, tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, kwa sababu hayo ndio majukumu mmetupatia kama viongozi wa taifa letu la Kenya. Watu wa Meru, kwa heshima kubwa, mimi nataka niseme asante sana kwa kunikaribisha hapa kwa mara nyingine. Mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tukikuja, tutakuja factory yetu ikiwa tayari na tukiwa tumeshughulikia mambo yale mengine. Mungu awabariki sana. Murungu abudharime. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Tumpongeze Rais.